Katika hatua mpya ya kushtua kwenye sakata la kisheria linalomhusisha rapper na mfanyabiashara Jay-Z, jaji mmoja wa California ametupilia mbali kesi ya madai ya ulaghai na kashfa iliyokuwa imewasilishwa dhidi ya wakili wa mjini Houston, Tom Busby. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa huku kila upande ukitoa maoni yao kwa nguvu. Jay-Z alifungua kesi hiyo baada ya Busby kumhusisha na kesi tata madai ya ubakaji inayomhusu mwanamke mmoja kutoka Alabama aliyefahamika kama Jendo. Mwanamke huyo alidai kuwa alibakwa akiwa na umri wa miaka 13, lakini baadaye aliondoa madai dhidi ya Jay-Z mara baada ya timu yake ya mawakili kuwasilisha ushahidi uliokanusha tuhuma hizo. Hata hivyo, alisalia na madai dhidi ya msanii mwenzake Diddy. Licha kuondolewa kwenye kesi hiyo, Jay-Z hakuwa tayari kufumbia macho jinsi jina lake lilivyotumiwa. Kupitia mawakili wake, alimshtaki Busby pamoja na wakili mwenza David Ford akiwatuhumu kwa kuchochewa na tamaa ya pesa na kuonesha kudharau kweli na misingi ya maadili ya kibinadamu. Hata hivyo, Judge Mark Epstein hakuridhishwa na hoja zilizowasilishwa na upande wa Jay-Z. Kwa mujibu wa taarifa ya Rolling Stone, jaji huyo alitupilia mbali kesi hiyo kupitia uamuzi wa kurasa 65, hatua ambayo kwa sasa imeacha pande zote zikiwa na mitazamo tofauti kuhusu uamuzi huo wa mahakama. Utafahamu, hili ni swala ambalo limechukua nafasi mara baada ya Jay-Z kuhusishwa kwenye kesi za Diddy baada ya mdada ama Jendo, jina ambalo ni la official, kudai alibaka kwa umri wa miaka 13 mwaka 2003 kwa kuhusisha hip hop maogezao, yani Jay-Z pamoja na Diddy, lakini baadaye Jay-Z aliondoshwa kwenye mashtaka husika na kuchukua maamuzi ya kufungua defamation case, lakini hiki ndicho ambacho kwa sasa kimechukua nafasi, yani kutupiliwa mbali kwa kesi husika. Hii hapa ni SNS Management.